Naam, natumai mbuheri wa afya wakati huu na Jalali amewajalia siha njema. Karibuni kwa mara nyingine katika ufafanuzi wa sehemu kadhaa za lugha ya Kiswahili. Na katika kipindi chetu cha wakati huu ningependa tukaweze kuangazia sehemu ya uandishi wa insha. Maana kumbuka wanafunzi wa gredi ya 9, baadhi ya sehemu ambayo watatahiniwa ni sehemu ya insha ambayo itakuwa inabeba alama 15. Na wanafunzi hawa wafaa wakaweze kufahamu mambo ya kuzingatia katika uandishi wa insha. Kwa hivyo kipindi hiki tutaangazia kuhusu mambo ya kuzingatia katika uandishi wa insha. Kwa hivyo ungana nami kuanzia mwanzo hadi tamati tutakapokuwa tunazama kwa undani katika mambo haya ambayo yafaa wanafunzi wazingatie. Kwa hivyo nitaanza moja kwa moja na tuseme hivi: katika uandishi wa insha bora, kuna vipengele muhimu ambavyo mwanafunzi anapaswa kuzingatia ili kufanikisha mawasiliano yenye ufanisi na kuvutia msomaji. Na hapa ni vipengele vya msingi, na tutaanza na kichwa cha insha. Kichwa cha insha. Kwa hivyo katika sehemu ya kichwa cha insha, kichwa chafaa kiwe kifupi. Kichwa chafaa kiwe kifupi, cha kuvutia na kinachoendana na maudhui ya insha. Pia kichwa kitoe taswira ya jumla ya kile ambacho insha itahusu. Kitone kisiwekwe kwenye kichwa. Utakapokuwa umeshaandika kichwa chako cha insha, usiweke kitone, maana unapoweka pale kitone unamaanisha kwamba ushakamilisha kazi yako. Kwa hivyo yale ambayo utaandika chini ya hicho kichwa hayana muhimu. Kwa hivyo unapoandika kichwa, kumbuka usiweke kitone. Pili, twende kwa kipengele cha utangulizi. Maana baada ya kichwa ni utangulizi. Na katika sehemu ino ya utangulizi, nini ambacho mwanafunzi yafaa akaweze kuzingatia? Na utangulizi ni mwanzo wa insha ambapo huanzishwa mada. Ni mwanzo wa insha ambapo mada huanzishwa. Na mwanafunzi katika utangulizi wake unapaswa kuwavutia wasomaji na kuelezea kwa kifupi lengo la insha. Utangulizi unapaswa kuwavutia wasomaji na kuelezea kwa kifupi lengo la insha. Na utangulizi unaweza kutumia methali, nukuu au hoja ya kuanzisha mjadala. Hayo ndiyo mambo ambayo mwanafunzi yafaa akaweze kuzingatia katika uandishi wa insha, sehemu ya utangulizi. Twende kwa sehemu ya 3 ambayo ni mwili wa insha. Mwili wa insha. Sasa mwili hubeba maudhui, mawazo makuu katika insha. Na katika mwili wa insha, hapa ndipo hoja kuu zinatolewa kwa kina. Hoja kuu zinatolewa kwa kina. Utapata utangulizi huwa katika aya ya kwanza. Na tunapoanza aya ya pili, hapo ndipo mwili wa insha unaanzia. Aya ya pili, hapo ndipo mwili wa insha unaanzia. Na kila aya ijikite kwenye hoja moja kuu na iwe na mifano au maelezo ya kuidhibitisha. Kwa hivyo hapa tunaambiwa kwamba kila aya iwe na hoja yake, ama badala ya hoja tunaweza tukazungumzia kuhusu maudhui. Kila aya iwe na maudhui yake. Kwa hivyo kabla hujaanza kuandika insha yako, kuja na vidokezo, na hivyo vidokezo ndivyo tunavyorejelea kuwa hoja. Kwa hivyo kila kidokezo kitakuwa katika aya yake, na aya ya pili katika insha yako ndiyo tunaanzia na kidokezo cha kwanza ambacho huwa ni kimebeba ule ujumbe ambao ni muhimu. Na pia tunapata kwamba hoja ziwe na mtiririko mzuri. Hoja ziwe na mtiririko
mzuri kutoka hoja moja hadi nyingine. Kwa hivyo vidokezo vyako ambavyo umevipanga, anza na kile kidokezo ambacho ni cha kwanza, cha pili na cha tatu kulingana na mtiririko wa mawazo katika fikra zako. Hayo ndiyo mambo ya kuzingatia katika mwili wa insha. Na twende kwa hitimisho. Na hitimisho ni ile aya ya mwisho. Hitimisho ni aya ya mwisho. Iwapo insha yako ina jumla ya aya 6 ama tuseme aya 8, aya ya kwanza ibebe utangulizi, aya ya pili, ya tatu, ya 4 na ya 5 na ya 6 hadi ya 6. Huu ni mwili wa insha. Na aya ya 8 ni hitimisho. Hapo ndipo unatamatisha insha yako. Na katika kutamatisha insha yako, ni nini ambacho inafaa ukaweze kuzingatia? Huu ni mwisho wa insha ambapo mwandishi hufunga maelezo yote. Na katika hitimisho hutoa muktasari wa hoja. Hapa ndipo muktasari wa hoja kuu na kutoa maoni ya mwisho katika hitimisho. Na katika hitimisho mwanafunzi anapaswa kuwa na nguvu na kuacha msomaji akifikiria. Kwa hivyo unapatia msomaji ule uchu wa kuendelea kusoma kazi yako. Unampatia ile tafakuri ya kujiuliza maswali ya kibalagha, ni nini ambacho kilitendeka katika hitimisho yako. Kwa hivyo hayo ndio mambo ambayo unafaa kuzingatia unaposhughulikia sehemu ya hitimisho. Na katika insha yako pia tuko na vipengele vingine vya uandishi ambavyo inafaa uzingatie, na kipengele cha kwanza ni matumizi ya lugha. Matumizi ya lugha pia ni sehemu ambayo utajumuisha katika insha yako. Na lugha iwe fasaha. Lugha ambayo unatumia iwe fasaha, sahihi na ya kuvutia. Fasaha, sahihi na ya kuvutia. Na pia epuka makosa ya kisarufi, tahajia na matumizi ya maneno yasiyoeleweka. Pia katika matumizi ya lugha, tumia misemo ya Kiswahili sanifu na methali panapofaa. Usikuje ukachukua tu methali unaipachika pahali ambapo hapafai. Weka methali katika uandishi wako sehemu ambayo hiyo methali inafaa itumike. Twende kwa kipengele cha mtindo na muundo. Mtindo na muundo. Na katika kipengele hichi tunapata kwamba andika kwa mtindo unaofaa ama mtindo unaofaa aina ya insha. Kama ni insha ya methali ambayo umepewa, tumia mtindo wa insha ya methali. Kama ni insha ya masimulizi, tumia mtindo wa insha ya masimulizi. Maelezo, tumia mtindo ambao unafaa. Kwa hivyo hii hoja inatuarifu kwamba mwanafunzi hakikisha unaandika kwa mtindo unaofaa aina ya insha, usije ukajichanganya. Na kwa mfano insha ya hoja, maelezo ama simulizi, hiyo nimeshaangazia. Pia fuata muundo wa aya vizuri. Fuata muundo wa aya vizuri. Kila aya ianze kwa mstari mpya na iwe na wazo moja kuu. Hayo tulikuwa tushaangazia katika sehemu ya mwili wa insha. Twende kwa kipengele kingine ambacho ni uhalisia na uvutio. Uhalisia na uvutio. Na hapa insha iwe na uhalisia unaoweza kumguza msomaji. Na pia onyesha ubunifu na upekee wa mtazamo wako. Kwa hivyo mwanafunzi atakapozingatia mambo haya ambayo tumeangazia, basi atakuwa mwandishi bora wa insha na si tu bora na si tu bora insha. Kwa hivyo katika insha yako pia nikimalizia tu, maneno yasizidi 400. Maneno yasizidi 400. Na pigia mstari maneno muhimu katika insha yako. Hakikisha pia unapigia mstari maneno muhimu katika insha yako. Na pia usitumie herufi kubwa katikati ya sentensi. Usitumie herufi kubwa katikati ya sentensi. Kwa hivyo haya ndiyo mambo ambayo mwanafunzi afaa akaweze kuzingatia anapoandika insha. Natumai umeelimika, natumai umejifunza. Iwapo hujasubscribe,
Fanya hivyo ili usipitwe na kipindi. Asanteni.